بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار. Bismillahirrahmanirrahim. Tukiwa tunaendelea na ahkamul janaiz, na tuko katika sehemu ya 9 ambayo inazungumzia juu ya thana'un nasi 'ala al-mayyit, sifa za watu juu ya maiti. Tulikuwa sehemu hiyo tumeimaliza, na sasa tunaingia katika alwafatu inda alkusuf, kuhusiana na kifo wakati wa kupatwa jua au mwezi. Mathalan, amekufariki mtu dunia, na kwa bahati siku aliyokufa ile ikaonekana mwezi umepatwa au jua limepatwa. Kuna undani gani au kuna mualaka gani baina ya kifo cha mtu duniani na kupatwa kwa mwezi na jua, au jambo lolote lile katika sayari? Tayeb, wa idha ittafaqa wafatu ahadin, na pindi inapowafik kifo cha yoyote, yoyote kwa maana ya yoyote awaye, ikiwa ni mtu wa kawaida au ni mtoto wa mfalme au mfalme mwenyewe au mtoto wa mtume au mtume mwenyewe, ahadin, imewafiki kifo cha yoyote, ma'an kisafi shamsi au alqamari, imewafikiana pamoja na kupatwa kwa jua au mwezi, fala yadullu dhalika ala shay'in, basi hayajulishi mambo hayo juu ya chochote, hayaagui jambo lolote, hayana siri yoyote, wala hakuna fungamano baina ya sayari, vyombo vidingineavyo mbinguni na maisha ya binadamu. Hakuna, bali wadanganyifu huwadanganya wanaowadanganya kwa kukosa elimu ya dini. Watu hawajapata kukaa kwenye darasa za Qur'ani, hawamtambui Mwenyezi Mungu wala hawatambui dini ya Mwenyezi Mungu. Hudanganywa wakienda kwa watu ambao huitwa al-arrafina, wanaojigamba kwamba wao wanajua mambo ya ghaibu, au munajimina, wanaojigamba kwamba wao wanatizama maisha ya watu kuhusiana na nyota. Na hivyo utaona magazeti ya duniani yote yamejaa, kila utaponunua gazeti utaona kuna mlango maalum, iko sahifa maalum juu ya habari ya maaguzi ya nyota ya binadamu. Unaambiwa kurasa huu, angalia nyota yako inapokuabiria mambo. Hakuna mualaka wowote baina ya nyota zilizoko mbinguni na maisha ya binadamu, zikiwemo nyota hizo ni sayari 2, jua na mwezi. Hazina mafungamano yoyote. Tena hapo utazichanganya na zozote nyingine nyota zilizoko juu, si hizo ziitwazo nge wala simba wala nani wala nani, bali hizo zina kazi yake nyingine Mwenyezi Mungu aziwekea. Amesema kwenye Qur'an al-Karim, wa bin najmi hum yahtadun, na kwa msaada wa nyota maalum
wanasayansi waliosomea jiografia na wakazama katika bahari ya astronomy, elimu ya nyota, basi wanapata msaada wa nyota katika kusafiri, na sio kuagua maisha ya mtu. Katika kusafiri ziko baadhi ya nyota zimekuwa zimekaa kwenye pahala fixed position, wataalamu wa Kiingereza wanaziita constellations, yani fixed stars, zimekaa pahala hapo hapo ndipo zilipo. Kama zina mzunguko basi uko pale pale tu, zazunguka wenyewe tu. Wana jiografia wanazitambua nyota hizi kwamba ile pale ni Great Bear kwa mfano, kuna nyingine Orion, kuna nyingine Southern Cross. Wataalamu wenyewe wanazitambua nyota hizi kwamba ile pale inalenga upande wa north, kaskazini. Na safari yangu mathalan, pilot mwana anga yuko juu, akipotea safari yake, akiigundua hiyo, basi upesi anageuza chombo, anajua amepotea, na sasa ninaweka shabaha yangu pala fulani, na kwa kumsaada nyota ile nitaweza kulenda, nitaweza kutua katika uwanja wa ndege wa Djibouti kwa mfano, au Maskati kwa mfano, au pengine kwa mfano. Wa bin najmi hum yahtadun, na kwa msaada wa nyota watu wanaongoza mambo yao mengi. Msaada mwingine ni kuweza kujua mkulima, kuna nyota maalum angani huitwa kilimia, zimekusanyika pamoja ndogo ndogo, ambazo hizi huwa zinaongozana sana na nyingine ziitwazo tatu, zimekaa pamoja hivi. Waswahili umeta jina tu basi na kupanga tu, tamaa mbele mauti nyuma. Utakaa kitako mtoto kwa bibi zako na mbona tena ile tamaa mbele mauti nyuma, ile katikati ile ndo mtu, mbele kuna mali, huku nyuma kuna Israeli yuko anakuja. Basi aghlabu yake tatu zile zinafuatana na kilimia. Wenyewe wakulima huwa wanajua kilimia ukikiona katika angle kadhaa angani ni tayari wakati wa kupanda mpunga ardhini, na mvua yake huwa haiko mbali sana, nakuja karibu. Lakini wenyewe wataalamu wanajua akikitizama kilimia, akikiona kimepita angle fulani, ameshachelewa, akiweka mpunga kapoteza wakati bure. Wa bin najmi hum yahtadun. Lakini kuhusiana na maisha ya binadamu, ya kwamba yeye atafikwa na nuksi, ya kwamba yeye kifo kimemwandama siku kadha, kwa sababu nyota yake yeye amezaliwa kwa mfano mwezi wa Februari tarehe kadhaa kadhaa mpaka Machi kadhaa kadhaa, kwa hivyo yeye amekuwa amefungika na nyota kadhaa kadhaa, na nyota hiyo abadan, mambo hayo hayakufungamana na binadamu hayo. Wale masihi dajjali wanawavurugia watu imani zao kwa kuwatoa kwenye imani ya Mwenyezi Mungu na kumtegemea yeye na kuwafata wale, akiamini mtu kwamba yale yasemayo mle ni hakika. Mtume wa Mwenyezi Mungu ameamua ifuatavyo. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi sahihi mutawatir iliyopokelewa katika njia zake na zaidi ya watu 10 katika kila njia iliyopokelewa, kuwa mtume kasema, man ata arrafan au kahinan au munajjiman, kawachanganya wote hawa pamoja. Yoyote muislamu atakayemwendea arrafan, mtu anaojigamba kwamba anajua kupiga ramli, mpiga bao, ramli hiyo ikiwa ni ya mchanga au ya kibuzi au yote nyingine, au ya kutazama viganja vya mkono, au ya kutizama kwenye kikombe kilichotiwa maji ndani yake, arrafan. Au kahinan, au kuhani. Kuhani ni yule ambaye anajisifu anapata habari za ghaibu, majini namwambia. Majini hawana tena kujua ghaibu baada ya kuletwa mtume wa mwisho duniani. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Majini wanaeleza katika suratul Jinni, wenyewe wamesisilimu, wanatoa aibu yao waliokuwa nayo. Wanasema kwamba si majini tulikuwa tunakaa pahala maalumu mbinguni, maq'ida lis-sam'i, kusikilizia mambo ya siri.
wakati wa nyuma kabla Nabii Muhammad kupewa utume, wakenda nakaa pahala maalum wao. Sasa maamuzi yanayokwenda ardhini, wakiambiwa malaika na kalamu zinaandikwa pale, huwa wanapata dondoo pale, kutafanyika hivi 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 hivi. Huteremka kwa haraka ardhini, wakawapata wale makuhani wao, wakawajazia farumu ya uongo kutokana na kweli moja ambayo watawaambia. Ikiwa kweli ni moja, basi watawapa 99 uongo katika kutimiza 100, ili kuzidi kuwapotoa watu na kuwabaidisha na Mola wao. Wa anna kunna naq'udu minha, na hakika sisi tulikuwa tunakaa huko maqa'ida lisam'i, kwenye makao maalum ya kusikilizia mambo ya siri ya Mwenyezi Mungu katika mambo yatafanyika ardhini. Lakini faman yastami'il ana, anojaribu kwenda kusikiliza sasa baada ya Nabii Muhammad kupewa ujumbe wa mwisho, akijaribu kupenya sasa, faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada, anapambana nacho yeye kijinga cha kumteketeza, chenye kumuunguza. Hakuna ruksa, milango imefungwa. Na Mwenyezi Mungu anapiga ribit kwa kusema qul, Muhammad waambie watu duniani waache upumbavu, waelekeze imani zao kwa Mwenyezi Mungu peke yake. La ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, waambie hakuna yoyote viumbe kuanzia mbinguni na wale kwa ardhini, hakuna anotambua ghaibu, jambo la siri ambalo Mungu kalificha, illa Allah, illa Mungu peke yake ndio ajua siri. Kama mnakumbuka darasa iliyopita ya Riyadhus Salihin, Sayyidina Jibril kamuuliza Mtume, alimni, nijulishe kuhusu habari ya as-saa, kiyama. Kiyama saa yake ni miongoni mwa mambo ya ghaibu ambayo ameyaficha Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mtume akamjibu, mal mas'ulu bi'alama anhu min as-sa'il, hakuwa muulizwaji kwamba ataweza kujua zaidi kuliko mwenye kuuliza. Ulistahiki wewe malaika wa Mwenyezi Mungu Jibril, mwenye cheo kikubwa, kujua habari hiyo. Madhali wewe hujui, basi mimi ndo kabisa. Ni miongoni mambo ya ghaibu. Na miongoni mambo ya ghaibu ni kujua mtu maisha yake atafikwa na nini kesho. Mwenyezi Mungu anapiga tena ribiti nyingine kwenye Qur'ani kwa kusema, wama tadri nafsun madha taksibu ghada, na wala hajui nafsi yoyote ile ni nini atachuma kesho. Kama kesho kuna mtu atamka mfalme hajijui, atashtukia na gonga mlango tu, tumekuchagua kiongozi wetu. Wama tadri nafsu madha taksibu ghada, nini nafsi itachuma kesho hajui. Huyo mwenyewe mpiga bao, huyo mwenyewe mwenye nudumu, huyo mwenyewe kuhani hajijui, watilia mbali kesho baada ya dakika 10. Hajui atakuwaje, kama atapooza mguu na mkono, kama ataanguka pala afili mbali barabarani, baada ya dakika 10 tu hajui. Wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, wala hakuna nafsi yoyote inotambua kwenye sehemu gani ya ardhi itafia. Inna Allaha alimun khabir, hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mjuzi mwenye habari wa mambo yote. Kwa hivyo Mtume Muhammad anafunga maneno kwa kusema, man ata arrafan au kahinan au munajjiman, atakayemwendea mpiga bao au kuhani au mwenye kutazamia mambo ya nujumu, khalafu katika kwenda kwake kule akaambiwa mambo, saa yako ya kufunga khutba tahadhari sana, lazima iwe ni mshuko wa Ijumaa. Tena mshuko wenyewe itabidi mungojee mpaka ingie kaza kuwaweka watu shughulini bure, kwa faida yote. Akaambiwa ya kuambiwa kule, fasaddaqahu bima yakul, naye akenda kamsadiki yule mpiga ramli kwa yale atamwambia. Nabii Muhammad anamhukumu mtu huyu aliosadiki, anasema hukumu yake ajitambue kabisa, faqad kafara
bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yeye ameyakanusha yale yote ambayo yameteremshwa juu ya Nabii Muhammad, ameyakataa. Maana katika yaliyoteremshwa kwa mtume, qul, waambie watu, la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wama tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Hayo ndiyo mambo ambayo yameteremshwa kwa Muhammad. Sasa katokea mtu akakwambia mambo ya ghaibu kamsadiki, basi faqad kafara, inakuwa amekanusha bima unzila ala Muhammad. Huyo ndi ambaye amesadiki aliyoambiwa kule. Je, kama kenda tu kwa ushabiki, hakusadiki anaosema kule, ye alhamdulillah, labda mwanadasa na kasanda sana, lakini ilibidi ende, pengine yumo katika michezo, labda timu yake, ushabiki wa michezo umemfikisha mtu pala pagumu, anaona haya fedheha, aibu kufungwa na hawa, basi na yeye vile vile akajoin safari ile, tuendele kwa mtu fulani yule. Ikiwa atakwenda tu kwa bwana yule mwenye sifa hizo, hakumsadiki sasa. Ama akisadiki, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kama hakusadiki, riwaya nyingine inasema la tuqbalu lahu salatuhu 40 yawma, haikubaliwi sala yake kwa muda siku 40. Siku 40 sala imekataliwa, na ibada ya sala ndiyo pekee mtu anaoitegemea zaidi kumfanikisha siku ya kiyama. Awalu ma yuhasabu nasu yawm alqiyama as-salah, jambo la mwanzo litakalohesabiwa kwa watu siku ya kiyama ni sala, na kama itakuwa imetimia hiyo, basi amali zake zote inaonyesha kwamba zimewafika. Ikiwa sala imeharibika, inaonyesha amali zote mardudu. Sasa uje uambiwe kwamba siku 40 umeswali bure, kuna kitu 40, ni kufilisika kukubwa sana kwa Muislamu, sio maskara. Kwa hivyo tunapita hapa katika mlango huu, sala alwafatu inda alkusufi, kifo wakati wa kupatwa jua au mwezi. Wa idha ittafaqa wafatu ahadin ma'a inkisafi shamsi au alqamari, na pindi itapowafikiana kifo cha yoyote, hata mtoto wa mtume au mtume mwenyewe, kifo chake kimeafikiana ma'a inkisafi shamsi, pamoja na kupatwa kwa jua, au alqamari, au mwezi, fala yadullu dhalika ala shay'in, basi hayajulishi matokeo hayo juu ya chochote kinachofungamana na maisha ya binadamu. Hakuna siri ya msiba utakaotokea, wala siri ya tukufu wote uliofanyika. Wa i'tiqadu, na kuitakidi, annahu yadullu ala azamati almutawaffa, juu ya kwamba jambo hilo linajulisha utukufu wa yule aliyefishwa. Kuitakidi hivyo, min khurafati aljahiliya, ni katika mazushi ya kijinga, allati, mazushi ambayo abtalaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ameyabatilisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu mazushi hayo. Batil, ameyabatilisha mazushi hayo yauma mata ibnuhu Ibrahimu alayhi salam, kayabatilisha mtume mazushi hayo siku alipokufa mwanawe bwana mtume kumzaa mwenyewe akiitwa Ibrahim. Na kwa bahati bwana mtume sallama, watoto wake wote wanaume wamemwondokea duniani wakiwa wadogo, hakuna ambaye alifikiria bale wala wapi, wadogo tu. Basi siku ile alipokufa mtoto wa mtume Ibrahim, wankasafati shamsu, na likapatwa jua siku ile. Kwa bahati nyendo za sayari zikawafika siku ile, mtoto wa mtume anakufa, jua likapatwa. Na ile itikadi ipo, upuuzi ule upo duniani, unazungumzwa. Basi watu ikawa wanazungumzia juu ya kwamba leo jua limepatwa kwa sababu ya mauti ya mtoto wa mtume Ibrahim.
fakhataba an-nasa, bwana mtume kutokana na mazungumzo hayo aliyotakadiwa kwa Waislamu, kumbe imeingia na wao pia wanaiamini. Ghafla bwana mtume hakusita akahutubia watu, wa hamidallaha, katika hutuba yake akaanza kwa mukaddima kama desturi ya khutba, akamsifu Mwenyezi Mungu, akamshukuru Mwenyezi Mungu, wa athna alayhi, na akasifu juu yake. Thumma qala, kisha katika hutuba yake mtume akasema, amma ba'du, ama zaidi ya hayo, ayuha nasu, enyi watu, inna ahla aljahiliyati kanu yaquluna, hakika watu wajinga walikuwa wanasema, inna shamsa wal qamara, hakika ya jua na mwezi, la yakhsifani, havipatwi viwili hivi, illa limauti adhimin, isipokuwa kwa ajili ya kifo cha mtu mkubwa. Mtume anawaambia masahaba, ayuha nasu, enyi watu, inna ahla aljahiliyati kanu yaquluna, hakika watu wajinga walikuwa na usemi wanasema ya kwamba inna shamsa wal qamara, hakika jua na mwezi, la yakhsifani, havipati viwili hivi, illa limauti adhimin, isipokuwa kutokana na kifo cha mtu mkubwa. Mtume akaendelea kuambia, wa innahuma ayatani min ayati llahi, si kweli jambo hilo? Hakika viwili hivyo, jua, mwezi, pamoja na sayari nyingine, nyota. Na kuhusu jua na mwezi, innahuma, hakika viwili hivyo, wa innahuma ayatani min ayati llahi, ni dalili mbili katika dalili nyingi za Mwenyezi Mungu zenye kuthibitisha kuwepo kwake Mwenyezi Mungu, zenye kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, zenye kuthibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu mkubwa sana usiomithilika na wa yote mwingine yule. Ayatani, hivyo viwili ni dalili mbili, ni miujiza miwili hiyo, min ayati llahi, miongoni mwa miujiza ya Mwenyezi Mungu mingi. La yankhasifani limauti ahadin wala lihayati, viwili hivi havipatwi kwa sababu ya kuhuwika yoyote au kufa yoyote. La yankhasifani, havizimwi nuru yake, maana vinapopishana hivi nuru ya kimoja hupotea, huzibwa nuru. Na khasafa na khusuf maana yake ni kuzimwa nuru. Yasalu ayyana yaumul qiyama, wanaulizia siku gani kwa kiyama. Fa idha barika albasaru wa khasafa alqamaru, litakapokodoka jicho na ukazimwa nuru yake mwezi. Khasafa alqamaru ay dhahaba nuruhu, ikaondoka nuru yake, khasafa alqamaru. Kwa hivyo inkisafu na hii khusuf zote ni katika kuzima nuru ya kimoja wapo. Duniani kama unavyoona kuna badilika anga, ikiwa kupishana kwenyewe vyombo vile ni kidogo patli, sehemu tu, anga hubadilika. Jua la dhuhuri inakuja kama jua la asiri, karibu kutwa jua. Na ikiwa kupishana kwenyewe ni total eclipse, yani uso kwa uso, ni kuzibana kabisa, basi ardhini zinaanza kuonekana nyota mchana, kwa sababu nyota zile zipo, hazionekani kwa mchana kwa sababu ya jua kali tu. Jua likiondoka kiza kinaingia, sasa hivi tayari tunaanza kuona. Basi wakati wa mchana vikipishana vyombo vile katika duara lilokuwa kamili, basi tayari utaona kama usiku umeingia na binadamu atakwenda mbio, kama ilivyotokezea wakati mmoja hapa total eclipse, wakaja hapa wataalamu makunduchi kuangalia. Kwa hakika ilikuwa miongoni mwa saa za asubuhi, jua limekusha chomoza asubuhi saa 2 pengine. Ghafla watu wanajiona wameingia kizani na nyota zinaonekana juu. Wacha mchezo, wamekwenda mbio watu Unguja. Kiyama kiko mbele ya macho na kiona hivi wazi wazi. Ghafla asubuhi saa 2 watu wakaanza kuona nyota. Salama hayakuchukua muda mrefu mambo yale. Laiti kama giza lile linakaa kwa muda masaa 6 kwa mfano hivi, hatari kubwa. Basi kwa hivyo mtume anasema yale yote Mwenyezi Mungu anayaonyesha kwa sababu ya kutoa ishara zake, ayatani min ayati llahi,
ni dalili mbili zile katika dalili nyingi za Mwenyezi Mungu kwamba nyinyi watu mko katika kifuu kidogo sana ardhi hii. Ardhi ni miongoni mwa kidubasha kidogo sana kulinganisha na midubasha iliyoko juu angani na nyingine. Halafu nyinyi mnafanya ubaradhuli, mnamfanyia Mwenyezi Mungu upumbavu, mara mpige magoti kwenye makaburi, mara kwenye mizimu. Wengine hawana habari na Mungu, hawajapata kusujudu mpaka wanakufa. Mwenyezi Mungu anaonyesha ile, nyinyi mko katika mamlaka mengine kabisa, mnafanya mchezo hapa nyinyi. Yale Mwenyezi Mungu anafanya makusudi kutuonyesha anayoyazungumza kiyamani. Fa idha barika albasar, litakapokodoka jicho wa khasafa alqamaru, na mwezi ukaziba nuru yake, yale mambo ni hakika. Nitakuonyesha kwa sekunde 2-3. Je, kama itakuwa ndo moja kwa moja siku ile moja, mambo yatakuwaje? Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akasema katika aya nyingine, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-saati shay'un 'adhim. Enyi watu muogopeni, mcheni Mola wenu aliyemlezi wenu, kwa sababu saa ya kuvurugu ardhi hii ni katika jambo kubwa sana. Yauma tarauna, siku mtakapoiona saa imefika, hakuna anga, hakuna nuru ya jua, hakuna nuru ya mwezi. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, atakitupilia mbali kullu murdi'in, kila mnyonyeshaji, kullu murdi'atin amma arda'at, kutokana na kile kitu ambacho anakinyonyesha. Tena sio kama yeye anakinyonyesha tu katika siku zile mwanawe yuko mbali, atamnyonyesha wakati atamtupa wakati ule anamnyonyesha. Ndiyo maana ikaja tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, kwa sababu tamko la maradhi halina muannathi katika jamu yake. Murdhi'in ndo mnyonyeshaji mwanamke, hakuna taanith katika lugha ya Kiarabu. Yeye anakuwa ni murdhi'in, mnyonyeshaji tu. Inapokuja katika balagha sigha ya murdhi'atin, basi inaonyesha kwamba pale imekuja katika balagha kubwa zaidi, ina maana maalum. Wakati ule ambaye mnyonyeshaji aliye mwanamke, tena wakati ananyonyesha, ndipo wakati mgumu mtu kumwacha mwanawe pale, atamtupa mwanawe pale. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha, na atakizaa kila mwenye mimba yake, ikiwa ng'ombe, mbuzi, binadamu. Na mimba yenyewe hata kama ni ya miezi 4, miezi 2, itatoka lazima, kutokana na fadhaa na kishindo cha siku hiyo. Watilia mbali vishindo vya ardhi kupasuliwa na nyota kuanguka ardhini na bahari kujaa kwa moto, hilo jambo la giza tu peke yake mchana si maskhara. Kwa hivyo Mtume anasema haya mambo sio mwafanyie maskhara. Kifo cha mtu fulani kafa leo, mwezi umepatwa, au wengine sijui kuna nyoka kala mwezi, kwa hivyo tuachuoni, tokeni nje, pigeni madebe. Upuzi huo nao watu wanapiga madebe kwamba nyoka we wache mwezi, nyoka uache namna gani? Na wengine kutaabika wakatoka nje kwa ngura vifua, wanadhikiria kukoromana kupita miguu. Mtume atafundisha nini wafanye watu? La sahihi anasema, wa innahuma ayatani min ayati llahi la yankhasifani limauti ahadin wala lihayati, havipatwi viwili vile kwa sababu ya kifo cha yoyote wala kwa uhai wake, kwamba kazaliwa mtoto mkubwa leo. Lakini mambo yale yukhawifu Allahu bihi ibadahu, anawakhofisha Mwenyezi Mungu kwa mambo yale waja wake, anawaonyesha yale ni yazungumzayo kwenye Qur'ani makubwa zaidi yatatokea, na ishara zake nyinyi nikikuonyesheni kwa dakika 2 tu hamwezi kustamili. Yukhawifu Allahu bihi ibadahu. Mtume anasema sasa, fa idha raaitum shay'an min dhalik, mtakapoliona lolote katika hayo, jua limepatwa au mwezi umepatwa, nini mfanyeje? Mpige madebe au mkwangure vifua? Hapana. Fafzi'u ila dhikrillahi wa du'aihi, kimbilieni katika jambo la kumtaja Mwenyezi Mungu na dhikri yenyewe. Mwenyezi Mungu ameitaja kwenye Qur'ani, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Hakuna jambo Mwenyezi Mungu aliacha ovyo kwa ibada ikawa mwenyewe binadamu utafute mbinu ya kumwabudu yeye. Hata kidogo. Haiwezekani ibada uachiwe wewe mwenyewe binadamu. Utajua aje kuabudu Mungu wewe? Takafundishwe. Jalla jalalu hawezi kumwacha.
fa idha raaitum shay'an min dhalika, basi mtapoliona lolote katika hayo yametokezea, kupata kwa jua au mwezi, nyinyi fafzi'u, kimbilieni ila dhikrillahi, katika utaji wa Mwenyezi Mungu, na sio habari ya kuchukuana mpaka kwenye ufukwe wa pwani mkaanza kutizama sio maagizo ya mtume hilo. Yale mambo ni mambo ya hatari yale. Katika mpishano ule, wakati linapoachiliwa jua kwa ghafla, kama anatizama mtu anaweza kapofua macho siku ile moja kwa moja. La kulifanya nyinyi fafzi'u ila dhikrillahi, kimbilieni utaji wa Mwenyezi Mungu, wa duaihi, na kumuomba yeye sana. Je, kama itakuwa yale mambo ndiyo moja kwa moja ndio kiama kishaanza vile, kimbilie kile kiama, angalau kikija kikukute msikitini, basi kikukute katika jambo la khairi, basi ila dhikrillahi wa duaihi wa istighfarihi, na kumtaka Mwenyezi Mungu toba, wa ila sadaqati, na kutoa sadaka, wal itaqati, na kuacha huru watumwa, wasalati, na kuswali. Na ziko swala maalum zinaitwa salatul kusufi wa salatul khusufi. Insha Allah maudhui yake mambo ya sala hayo tutakwenda kuyakuta katika fiqh sunna, tunaendelea nayo. Swala maalum inaswaliwa namna gani, mtume ameswali jamaa na pamoja na masahaba msikitini. Salatul kusufi wal khusufi, kuna namna maalum ya kuswali sala hiyo. Wasalati fil masajid, na kuswali misikitini, hatta tankashifa, watu wanaendelea na hayo mpaka yaachiliwe yale ambayo yametokezea, mpaka litakate jua au mwezi. Na sio kwamba jua na mwezi vinapatwa vile vile kwa sababu ya mauti ya yoyote au kuhuika yoyote. Haya namla mualaka wowote na maisha binadamu, na sio jua na mwezi tu, bali nyota nyingine zozote vile vile. Kwa hivyo kapumbaa sana mwanadamu anapopata habari kwamba yeye nyota yake nyota kadha, kwa sababu kazaliwa tarehe kadha, au jina lake limeanzia harufu kadha, akajikubalisha kwamba mimi nyota yangu kadha, na ikawa kila siku anafungua gazeti, je, leo nyota yangu ina bahati gani leo? Mle anaambiwa leo nguo ya bahati, nguo ya bluu, uvae nguo ya bluu leo. Akisha anaambiwa leo ndo siku ya mapenzi, leo ukitaka kupendwa leo, alimradi make yuko tayari mpaka kwenda katika mambo ya zinaa manaki, na nguo ya bahati leo, nguo ya bluu leo. Wale ni katika Masihi Dajjali, wamo katika msaada wa shetani kuwaangamizia Waislamu imani zao, watoke kwa mizimu kabisa kabisa. Hadha siyaqu multaqatun, mtiririko wa maneno uliopo hapa wa hadithi hii. Multaqatun, umedondolewa min jumlati ahadithin, kutoka kwenye mkusanyiko wa hadithi, sukutuha, ambazo huyu bwana Albani anasema nimezichunga mimi fi kitabin li, katika kitabu changu, fi salati al-kusufi, kitabu maalum katonga chengine kuhusiana na maudhui ya salati al-kusufi, swala ya kupatwa kwa jua. Anasema takammaltu fihi, takallamtu fihi, nimezungumza ndani ya kitabu hicho, ala turuqiha wa alfadhiha, juu ya njia zake hadithi hiyo zilivyokuja na maneno yake yalivyokuja. Thumma jama'tu fi akhirih, kisha nikakusanya mwisho wake vile vile khulasataha, nikakusanya na samari yake, yani ufupisho wake, fi siyaqin wahidin, katika mtiririko wa maneno namna moja. Wa hadha alqadru minhu, na hilo kuja hapa basi ni katika sehemu ya hadithi hiyo. Wajallahu, na kubwa zaidi kwa urefu wake, fi sahihaini, inapatikana katika sahihi mbili ya Bukhari na Muslim, wa sunani, na hata katika sunna za Abi Daud vile vile. Iko kwa ukubwa wake hadithi hii, ni kisa kirefu manake. Tunaingia katika sehemu ya 10 leo ya ahkamul janaiz, sehemu ya 10 baada ya kumaliza alwafatu inda alkusuf. Tunaingia katika ghaslul mayyit, kumkosha maiti. Sasa tulikuwa katika ma yajibu ala almaridhi, tukenda zetu mpaka katika milango
nini wajibu ya watu ambao wamemkurubia mtu anayekufa, wamfanye nini akifa tu. Tukaja zetu mpaka katika milango talqini almuhtadari, kumfundisha maneno yalihudhuriwa na hata baada ya kufa fanyaje mtu. Tukaja zetu milango sasa hivi 9 imekwisha. Mlango wa 9 ulikuwa thanau nasi ala almayiti, na kikaja kipande hichi hapa kuhusiana habari ya alwafatu inda alkusufi. Sasa mlango wa 10 unakuja huko, ghaslul mayiti, kumkosha maiti. Sasa fa idha mata almayitu, basi pindi anapokufa maiti, wajaba ala taifatin minan nasi an yubadiru ila ghaslihi, ni wajibu juu ya kikundi cha watu wafanye haraka katika jambo la kumkosha yeye mwenzi wao. Kikundi cha watu, si watu wote wamewajibika, ni fardhu kifaya, lakini ni jambo la wajibu wamfanyie muislamu mwenzi wao jambo hilo. Ameshaondoka duniani, anakwenda kwa Mola wake, wamtayarishe, wamtengeneze ende kwa Mungu safi. Wa idha mata almayitu, na atakapokufa maiti, wajaba ala taifatin minan nasi, imewajibika juu ya kikundi cha watu an yubadiru ila ghaslihi, wafanya haraka jambo la kumkosha haraka. Tena kosha kwenyewe ni complete, hakuna habari ya maji ndugu katika sheria. Kukosha ni kukosha moja kwa moja. Utasikia sijui tunamtia maji ndugu kwanza tu leo, alafu tutakosa kesho. Sasa hivi tunamtia maji ndugu tu kwanza, tampunguzia jasho tu. Kwa hivyo kukosha hasa tutakosha kesho. Inavyotakiwa hasa an yubadiru bimaana wafanye haraka mbio, kama ilivyokuja tamko hili katika hadithi nyingine, badiru bil a'mali, fanyeni haraka kutenda amali nyinyi watu kabla hayatokezea mambo matano, kabla 5. Fahal tantadhiruna, kwani nyinyi mnangojea jingine isipokuwa mnangojea ufakiri utakaokuwa na sifa kadha, au mnangojea kitu kadha, ugonjwa utomfanya mtu asiinuke. Basi kwa hivyo unapokuwa mzima jadidi pale, tumika utumishi wa Mwenyezi Mungu katika hali ya afya yako sahihi. Mwenyezi Mungu kama atakumiminia pesa, basi zitumie pesa zile upesi katika mambo ya khairati. Iko siku utakutoka utatamani yala iti ngejenga msikiti, yala iti kama ngeenda kuhiji Maka, lakini wapi, wakati ushakupita. Kwa hivyo limekuja tamko la badiru pale, kimbilieni haraka mfanye jambo fulani. Na hapa vile ndio ile yajibu au wajaba ala taifatin minan nasi an yubadiru ila ghaslihi, wafanye haraka katika jambo la kumkosha mwenzi wao. Amma almubadaratu, ama huku kuharakisha huku, dalili yake kuwa ni wajibu, faqad sabaqa daliluha fil fasli thalith, kwa hakika imetangulia dalili yake katika mlango wa 3. Ukifungua mlango wa 3 kwenye masala ya 17 alfaqratu haun, kwenye fakra ya haun, sahifa ya 13, kitabu hichi ahkamu janaiz, page namba 13, kwenye sahifa ya 13 hiyo, nambari 17, kwenye fakratu haun, utakuta maneno yanasema hivi: an yuajjilu bitajhizihi. Mlango huo jina lake ma ala alhadirina ba'da mauti, yaliyowajibu juu walomhudhuria mwenzi wao baada ya kifo chake. Katika ukurasa 13 kwenye fakratu haun kuna maneno yasemayo an yuajjilu bitajhizihi, wafanye haraka watu kumtayarisha mwenzi wao pale akifa, wa ikhrajihi, na kumtoa kumpeleka mazikoni, ni kaburini. Wafanye hayo idha bana mautu, pale anapodhihiri tu mauti yake mwenzi wao. Hakuna habari ya kungojea ndugu zake wanawe wafike hapa. Hata akifika tamfanya nini maiti yakufa? Hata wasemesha sini, hawatopata wasia wake wa mwisho sini. Itakiwazo ni kwamba wafanye haraka kumpeleka huko. Hiyo ndio fakratu haun. Kwa hivyo
ndio maana akasema hapa faqad sabaqa daliluha, imekwisha kutangulia dalili yake fi al-fasl thalith, katika mlango wa 3, ma ala al-hadirina baada mauti. Tayeb, wa amma wujubu al-ghasl, ama wajibu wa kukosha, fali amrihi sallallahu alayhi wasallam, ni kutokana na amri yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, bihi, aloitoa kwa jambo hilo la kukosha, fi ghairi ma hadith, akayasema hayo bwana mtume si katika hadithi moja peke yake, bali katika hadithi nyingi. Fi ghairi ma hadith, katika hadithi isiyokuwa moja, nyingi kasema. Ya kwanza katika hizo, qauluhu sallallahu alayhi wasallam, ni tamko lake bwana mtume aliposema fil muhrimi, kuhusu mtu ambaye alikwisha kuhirimia hija, yumo katika matendo ya hija, yuko uwanja wa Arafa, bwana mtume anahutubia Arafa bado. Bwana huyo alladhi waqasathu naqatuhu, alirushwa na ngamia wake. Ngamia alifanya kama kichaa hivi, ghafla akamrushilia mbali yule mtu, kufika chini ile mtu katika shingo, kafa pale pale. Bwana mtume alisema kuhusu bwana yule, ighsiluhu bima'in wa sidrin, mkosheni yeye kwa maji na mtumie ndani yake majani ya mkunazi. Majani ya mkunazi si kama yana siri yoyote katika kutiwa kwenye kauli ya mtume hii, ila hikma yake ni kupatikana mapovu ambayo yatasaidia katika kukoshwa yule mtu, na chochote kitakachokuwa kimesimama nafasi ya mapovu yale, kama sabuni au harita au chochote chengine chenye sifa kama ile kutoka mapovu, kitafaa pale kutumika kukoshwa maiti. Si lazima watu wakapate majani mkunazi, lazima labda mtume katamka vile kuna siri maalum, la. Kwa hivyo hapo kwenye kauli hiyo ikapatikana wajibu kukosha. Waqad madha lafdhuhu, na hadithi hii kwa hakika limetangulia tamko lake bitamamihi, kwa ukamilifu. Hapa kalileta moja tu, ighsiluhu bima'in wa sidrin, lakini hadithi hiyo qad madha lafdhuhu, limetangulia nyuma tamko lake bitamamihi, kwa ukamilifu, wa takhrijihi, na namna hadithi yake ilivyotolewa, fil mas'alati almusharu ilaiha, katika mas'ala yale yale yaliyoashiriwa tulipozungumza nyuma, katika jambo la wajibu wa kukosha, wajibu wa kufanya haraka. Kwa hivyo mlango ni ule ule pale pale, ukifungua kwenye fakratu dalun, lakini badili ya fakratu haun, rudi nyuma kidogo uipate fakratu dalun, ukurasa 12, utakutana na maneno yasemayo bainama rajulun waqifun bi'arafa, chini kabisa katika peji 12, mistari miwili ya chini kabisa kitabu hichi, utakutana na maneno ambayo tutasoma. Hadithi imekuja kwa tamko hili, bainama rajulun waqifun bi'arafa, wakati alipokuwa mtu mmoja amesimama Arafa, idh waqa'a an rahilatihi, tahamaki alianguka ghafla kutoka kwenye kipando chake ngamia wake, fawaqasathu, ngamia ikawa kasababisha kumkata shingo yule mtu. Au qala, au katika riwaya nyingine ikaja faaqasathu, ngamia akamkata shingo yule mtu, akafa pale pale. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume akasema ighsiluhu, mkosheni yeye. Hapa mtume atoa amri, wal amru, na tamko la amri katika mambo ya kiusul yaktadhi alwujub, yanaamua, yanahukumu kwamba jambo ni wajibu. Ndiyo maana akaweka mlango mzima huku kwamba kifa mwenzi wao ni wajibu kumharakishia jambo la kumkosha. Mambo mawili, kufanya haraka na kukosha kwenyewe, wajibu mbili ziko pale. Binafsi ya kule kuharakisha ni wajibu, wakichelewesha wanaingia dhambini watu, na hawajui tu, pengine mwenzi wao anamtesa, pengine anateseka sana, ataka maji, aonje angalau ile ladha ya maji kupunguza ile harakati ya kufa. Wakichelewesha pale ingia kadhabu kubwa ile maiti pengine. Sahihi. Kwa hivyo
huo ulikuwa ni ukamilifu wa hadithi yenyewe iliyokuja na tamko la kuamrisha juu ya jambo la kukosha. Ukamilifu wa maneno ilikuwa katika hadithi hiyo, yaghsiluhu, mkosheni yeye bima'in wa sidrin, lakini kule kazungumza ile yaghsiluhu, lakini ukamilifu wake kuja hivi. Tayeb, ya pili, riwaya hadithi ya pili inayoonyesha wajibu kukosha, qauluhu sallallahu alayhi wasallama, ni tamko lake bwana mtume aliposema fi ibnatihi Zainab. Tamko lake kalitamka kuhusiana na mwanawe bibi Zainab radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu awiradhi naye. Alisema kuwaambia wanawake wanaomkosha maiti yule, aliwaambia ighsilnaha thalatha, mkosheni mara 3 au 5 au mara 5 au 7 au hata mara 7 au akthara min dhalik, au zaidi ya mara 7. Hadithi inaendelea, in raaitunna, kama mtaona kwamba inastahiki hapa josho liendelee, mambo si mazuri bado. Hakuna idadi iliyowekewa mkato, isipokuwa maulama wengi wamesema mtume kamalizia 7, basi tena tukifika 7 tena kata tena. Lakini kama itaonekana bado, basi kauli ya mtume au akthara min dhalik, lakini itapendeza zaidi majosho yale yawe kwa witri kama mtume alivyokwenda vile 3, 5, 7. Inaonyesha kama wataongeza ifike 9, inaonyesha kama wataongeza 11, namna kama hiyo, ile kwa witri. Tayeb, alhadith, hiyo ni hadithi imekuja, wa yati bitamamihi wa takhrijihi, na tutaileta tena, itakuja kwa ukamilifu wake hadithi hii na namna ilivyotolewa na nikatoa na nikapokea. Itakuja hadithi hii fil mas'alati talia, katika mas'ala yafuatayo baada ya mlango huu ghusl almayit, au katika mlango huu, lakini mas'ala yafuatayo hapa. Sasa hivi tuko katika jambo la kuharakisha na wajibu wa kukosha. Kwa hivyo jambo jingine katika ukoshaji, wa yurai, na achunge mkoshaji fi ghaslihi, katika kumkosha kwake huyo maiti, al-umurul atiya, mambo yafuatayo ayachunge kwamba yasikosekane. Awalan, jambo la mwanzo, ghaslihi 3, ni kumkosha mara 3 fa akthara, bali mpaka kuendelea zaidi, kama tulivyoona nyuma, ala ma yara alqaimuna, juu ya vile watakavyoona wale wanaosimamia, ala ghaslihi, juu ya jambo la kumkosha mwenzi wao, kama watakavyoona watafanya vile vile. Wakiona hali si nzuri wataendelea kukosha zaidi. Kwa hivyo achunge mtu mkoshaji au wakoshaji kumkosha mara 3 angalau ya mwisho mara 3 iwe, kwa sababu mtume kaanzia pale. Kwa hakika katoa amri kuhusiana na maiti, ilikuwa ni mwanawe Zainab, katoa amri mkosheni kwanza mara 3 au mara 5 au mara 7. Limekuja suala, je, tukikosa maji kwa ajili ya kumkoshea maiti na pia nguo au sanda ya kumkafinia, tufanyeje katika hali hiyo? Usifanye haraka, tuko katika mlango wa ghusl maiti hivi sasa. Tulia kidogo tu, tunakuja kwenye maudhui hiyo, na inshallah utaipata bitafsil, kwa upambanuzi mkubwa wazi wazi kabisa. Hivi sasa ndo tushauingia huo mlango wenyewe. Sasa tulia kwa makini kabisa, wala usibabaishe akili kwa kutaka kuuliza sana, utaondoka patupu. Sasa wewe tega sikio lako, usikilize mambo yanakwendaje, ili uondoke na kitu. Ukijiwekea kwamba hapa nataka kuuliza kitu fulani, na mlango ndo huu sasa tunakwenda nao, labda kama tuliumaliza hujakuta habari hiyo, hapo tena uliza. Tayeb, anasema wa yurai, achunge mkoshaji fi ghaslihi, katika kumkosha huyo maiti, al-umurul atiya, mambo yafuatayo. Awalan, jambo la mwanzo, ghaslihi 3, achunge kumkosha mara 3.
ingawa josho la mara moja huwa ni josho la wajibu limemaliza, lakini kauli ya mtume ndiyo sunna ile, na sunna inakuja katika hali tatu: ama fi'liyan au qawliyan au takrir, ikrar. Ama iwe mtume kasema au kafanya au kakubali jambo lilofanywa mbele yake. Na hapa tumepata kauli ya mtume kwamba anaamrisha hivyo, ingawa akienezwa maji maiti mara moja sawa sawa kabisa, wajibu umeondoka, lakini tamko la mtume liko angalau mara tatu basi. Tena anasema kama itaonekana bado mara 5, na ikionekana bado mara 7, na hivyo hivyo, ala ma yara alqaimuna ala ghaslihi, kama namna wanavyoona wasimamizi wa josho la maiti kuhusu kumosha kwake. Thaniyan, jambo la pili ambalo achunge mkoshaji, antakuna alghasalati witran, yawe yale majosho katika nambari ya witri 3, 5, 7 kama nilivyozungumza. Thalithan, jambo la tatu walichunge, an yuqrana, ifunganishwe pamoja, maa baadhiha, juu ya baadhi ya yale majosho yale ifunganishwe na sidr, majani ya mkunazi, kama mtume alivyotoa tamko kuhusiana na maiti ya mwanawe: mkosheni mara 3 na hivi na hivi na hivi, bima au yule aliyetupwa na ngamia katika uwanja Badri, alitamka mtume ighsiluhu bima'in wa sidrin. Kwa hivyo achanganye na majani ya mkunazi katika baadhi ya yale majosho yatakoshea, ipatikane mapovu ndani yake yamtakatishe. Au hayakupatikana majani ya mkunazi, yakumu maqamahu fi tandhifi, au ma yakumu, au kitu ambacho kinasimama maqamahu, katika nafasi ya majani ya mkunazi, fi tandhifi, katika kunadhifisha vizuri. Kama nini? Kal ashnani, kama kitu kama harita vile, wasabuni, na sabuni, zote zinafaa kutumika nafasi ya majani ya mkunazi pale. Si lazim kwamba watu washikilie kwamba lazima wayapate, pengine katika miji yao hapana kitu hicho, na wakati hauruhusu, na tamko la mtume katamka kwamba watu wafanye haraka, na pengine kule kuyatafuta kutachelewesha, kutafanya haraka ile sipatikane, basi hakuna haja, sabuni sasa zipo. Rabi'an, jambo la 4 ambalo walichunge, an yukhlata, kwamba pachanganywe, au muoshaji an yakhlita, achanganye yeye, maa akhiri ghaslatin minha, pamoja na josho la mwisho miongoni mwa yale ya witri yale, achanganye shay'un min at-tayyibi, kitu chochote cha manukato chenye kunukia vizuri pale, akipata mambo ya miski, akipata hivi. Lakini walkafuru aula, karafuu maiti bora zaidi, kwa sababu ina faida nyingine ya kufanya mwili wa maiti usinganganae, unazuia wadudu wasiuingie kuchafua haraka. Alimradi karafuu maiti ina faida namna kadha 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 kadha, lakini ikikosekana wakati dhiki, basi wanaweza kupata manukato yoyote yale katika josho mojawapo, tena la mwisho lile watie manukato, wamwagie maji yale na manukato pamoja, lakini karafuu maiti ni bora zaidi. Khamisan, jambo la 5 ambalo achunge muoshaji, naqdu dhafairi, ni kufumua ile mikia ya nywele. Mathalan, anayekoshwa ni mwanamke, na dasturi mwanamke aghlabu yake mara nyingi huwa na nywele nyingi, na pengine kafa alikuwa na misukosuko fulani kasuka, basi katika kukoshwa ifumuliwe mikia ile, wa ghasliha jayidan, na kuikosha vizuri sana, maji yaingie barabara kwenye kichwa. Kama mtu akogavyo yanaba vile, au anakoga hedhi vile, au nifasi vile, ndivyo maiti anatakiwa akoshwe vile vile, sawa bisawa. Ufundi unaopatikana pale ni kwamba tofauti yake kwamba mtu anakoga mwenyewe anajiweza, yule mwenzao hajiwezi, hatikisi hata kidole, mambo yake yote sasa afanyiwe. Tofauti kwa hapo tu basi. Lakini kama anavyokoga mtu janaba, ndivyo ambavyo maiti atakoshwa.
katika sunna zile zile ziloanza katika kukogeshewa mtu anapokoga janaba. Mtume huanza kwanza akakosha kwanza tupu yake, akastanji kwanza, halafu mikono yake anaisugua na aridhi au sabuni. Huu ni mfano wa mtu ambaye anakoga mwenyewe. Sasa maiti atafanyiwa mambo hayo kwanza, atastanjishwa, atapitishiwa mkono pole pole kabisa katika tumbo lake, ili kama kuna kitu kibaya chafu najisi bakia kitoke. Na huku kustanjishwa maiti hailazimishi sheria lazima akae mtu nyuma yake na kumwekea goti kwamba aweke kitako maiti, si lazima. Bali maulama wengine wamegomba sana kwamba yale ni mateso, anateswa maiti. Usikia analia maiti, haukubali mwili kwenda, ni mateso. Bali anaweza kutolewa uchafu wake hivyo hivyo, kalala chali madhal chini pale, ishakuwa na nafasi nzuri, kitanda cha mayowe, kamba ishakuwa upande. Au msikitini kwetu hapa alhamdulillah kuna sehemu ya kuoshea maiti rasmi kabisa, tobo ya kuingilia uchafu iko katikati pale, mkono unapitishwa pole pole kwenye tumbo na muoshaji, tena wala si minyo kama mtu ana kisasi naye. Waoshaji wengine wanaminya kama ana kisasa kwamba leo atanitambua, anaminya kwa nguvu. Kuminya kwa nguvu makosa, anaumia maiti. Kuna hadithi ya Mtume isemayo kasru azmi almayyit ka kasrihi hayyan, kuvunja mfupa wa maiti ni kama kumvunja alipokuwa hai, dhambi zake na uchungu anaoona. Sasa hapo kinaingia kila kitu, kumkamua kwa nguvu, kumtabisha, kumfanyaje, kumpokotoa na mengine hata hasemeki. Katika maoshaji haya kuna mambo makubwa. Kuna watu hawataki kabisa vijana waijue kazi hii, kwa sababu wao wanaabudiwa, wanaendewa, wanatafutwa, na akitafutwa akiendewa atoa sharti. Wapi? Kwani gari mnayo? Na kisha atoa sharti kabisa, kanga pea kadhaa. Na wakati wa nyuma, kabla haya mambo ya biashara hajaingia hapa kwetu barabara, basi ilikuwa analazimisha kanga zenyewe, sio kanga zenyewe zitupatupa, apatiwe kanga rasmi za Arabuni, ni vao kadha. Wale maskini za Mungu baada ya msiba uliowafika wanapata janga jingine sasa la muoshaji kupatikana sasa, na ana masharti. Na maskini za Mungu sasa binafsi yale madeni ya maiti hayajayajua, muoshaji ana mambo magumu sasa. Hakuna ufundi katika kumkosha maiti, ni jambo ambalo analiweza mtu yoyote analiweza. Kama anapokoga mwenyewe mtu janaba, ndivyo maiti anavyomkosha. Lakini maiti ni kwamba hawezi kufanya mwenyewe, anafanyiwa. Ufundi uko hapo sasa kwenye kumfanyia. Hakuna sharti ya kumweka kitako na kumkamua kwa nguvu, bali hapo chali ni kupitishiwa mkono taratibu kabisa. Maiti yuko wazi, mwepesi kabisa. Ukishamwekea mkono tu kwenye tumbo na maji na mino juu yake pale, basi kila kitu kinatoka kidogo tu. Kwa hivyo na maliza kustanji pale sawa kabisa. Tena mambo yanafuatia hapo tena ni udhu kwanza kabla kukoga. Watu wengine wamefahamu udhu na kuja mwisho. Madhehebu mengine sivyo hivyo. Wewe chukua vile Mtume alivyokuwa anakoga. Mtume anatawadha kwanza kwa janaba, Mtume kama tulivyoona katika sunna, na sio mwisho. Na wengine wamefahamu udhu ule wawe nao wao waoshaji. Utaona kwanza wanakosha watu hivi, hata ikibakia josho la mwisho hilo la kutia karafu maiti hiyo, sasa hapo tena ndo kila mmoja hapo tena anatakiwa anakwenda kutawadha hapo sasa. Wala sivyo ilivyokuja hivyo. Haya yote yakute katika sheria ni kwamba yeye mwenye maiti unamtawadhisha udhu kamil kama unavyotawadha mwenyewe kwenda kuswali, ikianzia na sunanil wudhu zote, kama kupigishwa mswaki vile. Kwa mfano kama unafanya mwenyewe vile, mtamsukutulisha pale kwa kumpitishia kitambaa kidole ambacho umevaa kitambaa wewe, unamsugua meno yake yale, na huku na mwenua kichwa unamfanya kama anatema namna kama hivyo. Sunna za udhu zote zile anatawadha kamili.
unaanza kuliani vile vile. Baada ya hapo tena josho linaanza rasmi, na Mtume akipenda kuanzia kuliani wakati kukoga. Kwa hivyo unamwanza kumkoshea katika mwili wake upande wa kuanzia kichwani, alafu atalemkia upande wa kulia wa mwili wake. Upande wa kulia kuanzia kichwa kumpaka chini miguuni kule pasaguliwa barabara na wasaidizi wako pale. Kesha kabisa upande wa kulia mnaingia kushoto kana chali maiti, na kabla ya kwenda kushoto unamaliza kabisa ile kulia ya mbele na kulia ya nyuma, tabirulia ubavu pale kidogo. Na hayo yote tutayazungumza, tuko katika mlango katika ghasl maiti, kila wakati tutakuwa tukizungumza kidogo kidogo, na kila mmoja anatakiwa ajue mambo haya bwana, hususan wanawake ndio zaidi balaa kwao. Wanaume alhamdulillah kuna matatizo, lakini balaa kubwa zaidi linafika wanawake. Janga kubwa kifa mtu bwana, na hakuna ufundi mkubwa, na wala mtu asikutishe kwamba utajuaje. Hakuna kisomo